Naam, karibu mtazamaji kwenye habari ya kutwa nzima ya leo. Jina langu ni Esther Mtebe. Tuanze na habari za kitaifa na kimataifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan leo ameshiriki hafla ya uzinduzi wa hospitali kuu ya rufaa iliyopewa jina la Baba wa Taifa wa Tanzania na rais wa kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliyopo jijini Luanda nchini Angola. Tupate taarifa zaidi. Kwenye uzinduzi huo ambao pia umehudhuriwa na familia ya hayati Baba wa Taifa ikiongozwa na mjane wa Baba wa Taifa Mama Maria Nyerere, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye alikuwa mgeni rasmi kwenye hafla hiyo ameambatana na mwenyeji wake Rais wa Jamhuri ya Angola Mheshimiwa Joao Manuel Lourenço. Aidha, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya siku 2 nchini Angola kwa mwaliko wa rais wa nchi hiyo, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amekagua hospitali hiyo yenye vitanda 252 na kituo kikuu maalum kwa ajili ya matibabu ya majeraha ya kuungua na upasuaji mkubwa kwa ajili ya urekebishaji wa maumbile yaliyoathirika. Kwa mujibu wa Waziri wa Afya wa Angola, Silvia Lutukuta, lengo la serikali ya Angola kuiita hospitali hiyo jina lake ni kutambua mchango wa hayati Mwalimu Nyerere kwenye harakati za ukombozi na kupigania uhuru wa taifa la Angola, ikiwemo kuifanya Tanzania wa kituo cha mafunzo kwa wapigania uhuru wa Angola. Lakini pia serikali ya Angola imetoa heshima hiyo ikiwa ni sehemu ya kuenzi urafiki mkubwa na ushirikiano wa karibu uliokuwepo kati ya rais wa kwanza wa Angola hayati Agostinho Neto na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hususan katika kuliendeleza bara la Afrika. A honra e o legado do Presidente Julius Nyerere constitui para nós. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais Samia kwa kukubali ombi la kuja kutufungulia hospitali yetu hii. Asante pia kwa mama yetu Maria Nyerere na familia yote ya Rais Nyerere. Kwetu sisi Tanzania ni kitovu cha ukombozi na uhuru wa taifa letu, hasa tukikumbuka wakati ambapo wapiganaji wa MPLA walipokaa Tanzania na ikiwa ni pendekezo la Rais Nyerere. Akizungumza kwa niaba ya familia ya hayati Mwalimu Nyerere, mtoto wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Madaraka Nyerere, ameishukuru serikali ya Angola pamoja na watu wa Angola kwa kuutambua mchango wa Mwalimu na kwamba hatua hiyo ni heshima kubwa kwa familia. It is a great honor and privilege. Heshima hii ni kubwa kwa familia yetu na tumefarijika sana. Na faraja hii ni kwa Watanzania wote ambao kwa pamoja jina la Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere lina maana kubwa, lakini pia tunaitakia heri serikali ya Jamhuri ya Angola. Juma Mohamed, Channel 10. Serikali ya Uhispania imetangaza kuongezeka kwa idadi ya watu waliofariki dunia wakati wakijaribu kuvuka mpaka wa Ceuta, eneo la Uhispania lililopo kaskazini mwa Afrika, kutoka watu 9 hadi kufikia 67. Mamlaka za Hispania zimetangaza kuanza ujenzi wa kizuizi kipya kando ya mpaka baharini ili kuzuia wahamiaji kuingia kwa njia zisizo halali, kufuatia wimbi kubwa la wahamiaji waliovuka kutoka Morocco wiki hii. Hatua hiyo inakuja wakati viongozi wa Ulaya wakitaka udhibiti mkali zaidi wa uhamiaji haramu, huku hali ya usalama mpakani ikiendelea kuzua wasiwasi. Rais wa Ceuta amesema kukutwa kwa miili kadhaa baharini kunaibua hofu ya ongezeko kwa mgogoro wa kibinadamu na kidiplomasia. Na kwingineko, baadhi ya viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi jijini Dar es Salaam wamejitokeza kuwapokea wajumbe wa sekretarieti ya chama hicho walioteuliwa juzi na kuthibitishwa na halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi katika kikao kilichofanyika visiwani Zanzibar chini ya mwenyekiti wake Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tupate taarifa kamili. Ni mapokezi ya wajumbe wapya wa sekretarieti wakipokelewa kwa shangwe baada ya kuwasili katika ofisi za Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, wakiongozwa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Abbas Mtemvu. Akizungumza katika mkutano huo, naibu katibu mkuu wa CCM Bara
Agrey Mwari amesema chama hicho kitaendelea kusimama imara na kusonga mbele katika kuwaletea wananchi maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha amani inaendelea kudumishwa hapa nchini. Tutajenga umoja katika chama chetu, tutashikana mikono na tutasonga mbele. Mheshimiwa Rais ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu, tumemwona anavyotafuta maridhiano katika nchi yetu. Tumemwona anavyojitahidi kuhakikisha kwamba tunakaa kama taifa tuwe kitu kimoja. Ninawaomba wanachama wenzangu, tumuunge mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa mkono katika jitihada za kuleta umoja na mshikamano katika taifa letu la Tanzania. Naibu Katibu Mkuu wa CCM Zanzibar Abdi Mahamudu Abdi amewashukuru wajumbe wa halmashauri kuu kwa imani yao kwao na kueleza kuwa watatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa katiba na kanuni za CCM ili kufikia malengo ya chama yaliyokusudiwa. Lakini kwa kipekee tutatekeleza vyema maagizo, maelekezo na miongozo ya Chama cha Mapinduzi katika kuhakikisha kwamba Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwa na nguvu zaidi, kinaendelea kuwa na wanachama zaidi, lakini kinaendelea kushika dola katika nchi yetu ya Tanzania. Paul Matiko Chacha ni katibu wa NEC Organization. Amesema Chama cha Mapinduzi kipo imara kuliko kipindi kingine na wala hakiwezi kutishwa na vyama vya upinzani vilivyopoteza ushawishi, huku katibu wa NEC uchumi na fedha Jamal Kasim Ali akishukuru. Kanuni na taratibu ni wahakikishieni tutazisimamia. Mwenye haki na haki yake isimame. Tukilinde, tukisimamie chama chetu. Kila mtu Samia Samia Samia. Ndugu na Katibu Mkuu, mwenezi aliponileta mbele hapa aliniambia nisalimie. Naamini nimesalimia. Kwa upande wake, katibu wa NEC itikadi, uenezi na mafunzo Kenani Kihongosi pamoja na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Abasi Mtemvu wakazungumza imani walionayo kwa wajumbe hao wapya kutokana na historia ya kazi walizowahi kufanya katika chama na serikali. Tuambie wenzetu tu jambo moja, kwamba Tanzania hii, hasa wale wapenda vurugu, sio nchi ya majaribio ya kila mtu kufanya anachotaka. Taifa hili ni taifa huru. Tunachofanya ni kazi ya kupeleka maendeleo kwa Watanzania. Tuungane katika kulinda maendeleo yetu. Dar es Salaam uikumbuke kwa ziara. Uikumbuke Dar es Salaam kwa ziara. Na mizali umeanzia hapa, basi ziara yako uanzie Dar es Salaam. Kutoka Dar es Salaam, Fatma Hassan, Channel 10. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeonya kuwa hali ya kibinadamu katika eneo la El Obeid nchini Sudan inazidi kuwa mbaya kutokana na ongezeko la utapiamlo, ukatili wa kijinsia na ukosefu wa huduma muhimu kwa wananchi. Mkuu wa UNICEF nchini Sudan, Sheldon Yett, amesema matatizo yanayoikumba El Obeid na maeneo yanayozunguka mji huo ni janga kubwa linaloendelea kuwa baya zaidi. Yett pia ameeleza wasiwasi kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu katika eneo la Kordofan, akionya kuwa watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao wako katika hatari kubwa ya kuathiriwa na mlipuko mkubwa zaidi wa ugonjwa huo. Mzozo kati ya jeshi la Sudan na vikosi vya RSF ulioanza Aprili 2023 umesababisha vifo vya maelfu ya watu na kulazimisha zaidi ya watu milioni 11 kuyakimbia makazi yao. Umoja wa Mataifa umetaja mgogoro huo pamoja na janga la njaa nchini Sudan kuwa miongoni mwa migogoro mikubwa zaidi ya uhamishaji wa watu duniani. Yett ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuupa kipaumbele mzozo huo kabla haujaendelea kusambaa zaidi.
Wizara ya Afya kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI imeandaa mkutano wa pili wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi unaotarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 9 hadi 11 mwaka huu jijini Dar es Salaam. Mkutano huo pamoja na mambo mengine utatoa fursa kwa Watanzania kuonesha mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya afya chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, hususa katika kupunguza vifo vya wajawazito vinavyotokana na matatizo ya uzazi. Taarifa ifuatayo inafafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi wa huduma za afya, ustawi wa jamii na lishe kutoka TAMISEMI, Dr. Rashid Mfaume, amesema mkutano huo unafuatia mafanikio ya mkutano wa kwanza wa kimataifa wa huduma za afya ya msingi uliofanyika jijini Dodoma. Kwa hiyo afya ya msingi inalenga huko, lakini hailengi tu kwamba wananchi waiangalie serikali inafanya nini. Afya ya msingi duniani kote na ni msingi duniani kote. Ndio tunasema msingi ni msingi wa mfumo au mifumo ya afya kote. Kwa mujibu wa Dr. Mfaume, magonjwa hayana mipaka wala hayahitaji hati za kusafiria. Hivyo ushirikiano wa kimataifa ni muhimu katika kuimarisha mifumo ya afya na kukabiliana na changamoto za kiafya duniani. Magonjwa hayahitaji visa, hayahitaji passport. Magonjwa hayatambui mipaka yetu. Na ndio maana tumefanya mkutano huu wa kimataifa kwa kushirikisha almost mataifa yote. Tanzania kibaki salama kimagonjwa, nchi za jirani zimebaki salama. Ndio maana tumeunganisha nguvu na kisha kwamba tunafanya hili jambo kwa pamoja. Kwa upande wake, Dr. Pius Kagoma, ambaye ni mratibu wa mkutano huo, amesema Tanzania imepata mafanikio makubwa katika utoaji wa huduma za afya ya msingi na kusisitiza uhitaji wa uwepo wa jukwaa kama hilo ili kukuza zaidi ufanisi katika utoaji wa huduma za afya hapa nchini. Dhima kuu ya mkutano ni kuelekea huduma za afya kwa wote, kuimarisha ufadhili endelevu wa afya, ufanisi na maboresho ya ubora wa huduma za afya ya msingi. Mkutano huo unatarajiwa kuwakutanisha wataalamu wa afya, watunga sera, watafiti, wadau wa maendeleo na washiriki kutoka ndani na nje ya nchi kwa lengo la kujadiliana na kubadilishana uzoefu kuhusu namna bora ya kuimarisha huduma za afya ya msingi. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Na asante Emmanuel Chegere kwa undani wa taarifa hiyo. Kwingineko, kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa 2026 Wazo Michael Mang'onda ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kulinda amani iliyopo nchini ili kuvutia wawekezaji wa ndani na nje kujenga nchi yao na kukuza uchumi wa taifa lao. Musa Makali anatuletea taarifa ifuatayo. Uhuru mahala ni nyumbani. Tunakuja na Mwenge wa Uhuru kuja kuendelea kuchochea maendeleo ya wananchi wa Mara. Ni asubuhi na mapema ya leo Mwenge wa Uhuru unawasili hapa mkoani Mara ukitokea mkoani Simiyu na kisha kukabidhiwa na mkuu wa mkoa wa Simiyu kwa mkuu wa mkoa wa Mara, Kanali Evans Mtambi. Tutapata fursa ya kukagua, kutembelea, kuweka mawe ya msingi, kuzindua na kufungua miradi mbalimbali ya maendeleo ya wananchi na kisha kuanza safari ya kupitia miradi 7 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1.482 katika halmashauri ya mji wa Bunda. Kwanza, kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa anawataka Watanzania kuilinda amani iliyopo nchini ili kuendelea kuvutia wawekezaji. Kila mmoja hakikishe anawekeza kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka mazingira rafiki, hakuna mikwamo tena. Njoni tuwekeze Tanzania, Tanzania ni salama. Mradi unatarajiwa kuajiri vijana wapatao 30, miongoni mwao wakiwemo wataalamu wa teknolojia ya habari na mawasiliano. Pia miongoni mwa miradi iliyopitiwa ni mradi wa maji katika kijiji cha Changuge, mradi unaogharimu kiasi cha shilingi milioni 83, na hapa ni kongole kwa serikali zinatolewa na wananchi. Tunamshukuru Samia wetu kamno baba, hadi tunaenda kisimani unakosa maji, mtu umeamka saa 8 lakini maji yanakukosa. Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani aliahidi anakwenda kumtua mama ndo kichwani. Kumtua mama ndo kichwani ni upatikanaji wa maji katika maeneo ya karibu ya wananchi. Mradi wa barabara pia nao umepitiwa. Nimeanza kazi. Tumeanza na hii, tutakuja na barabara za lami, tutakuja na soko la kisasa, tutakuja na stendi ya kisasa. Kwamba haya maendeleo tunayoyaona si kwamba yanakuja tu. Yanakuja kwa sababu kuna amani na utulivu. Kutoka hapa katika halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali na hii ni
Maafisa 9 wa Ukraine wameuawa huku wengine 23 wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi makali ya makombora ya ballistic yaliyofanywa na Urusi dhidi ya mji mkuu wa Kiev mapema leo Jumamosi. Kwa mujibu wa huduma za dharura za Ukraine, mashambulizi hayo yamesababisha uharibifu mkubwa wa majengo na miundombinu, huku vikosi vya uokoaji vikiendelea kuwatafuta watu wanaodhaniwa kunaswa chini ya vifusi. Meya wa Kiev amesema makombora hayo yalilenga maeneo ya makazi na kusababisha milipuko, moto pamoja na kukatika kwa umeme katika baadhi ya sehemu ya jiji. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito wa haraka kwa washirika wake kuimarisha mifumo ya ulinzi wa anga, akisisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu kulinda raia dhidi ya mashambulizi yanayoendelea na kuzuia kuongezeka kwa madhara ya vita. Ujenzi wa kunyanyua tuta la bwawa la Mindu kwa mita 2.5 unatarajiwa kuongeza uwezo wa kuhifadhi maji kutoka lita bilioni 12 za sasa hadi lita bilioni 22, hatua itakayoongeza uhakika upatikanaji wa maji safi na salama kwa wakazi wa manispaa ya Morogoro. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele. Akizungumza katika hafla ya utiaji sahini wa mkataba wa ujenzi wa bwawa hilo wenye thamani ya shilingi bilioni 33, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Kigoma Malima amesema eneo hilo la bwawa la Mindu linapaswa kulindwa na kuhifadhiwa kikamilifu ili endelee kutumika kwa shughuli za uzalishaji wa maji pekee. Pana watu ambao wanatuzunguka pale wanachangia kwenye uharibifu wa mazingira ya maeneo yale. Eneo lile lina mipaka ya mita 500, pasiwe na shughuli nyingine yoyote pale isipokuwa hifadhi ya mazingira. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Morogoro MORUWASA CPA Saiz Kejo amesema kukamilika kwa mradi huo kutasaidia kuondoa changamoto ya upatikanaji wa maji na kuboresha huduma kwa wananchi wa manispaa ya Morogoro. Mradi hii inaenda kutatua kabisa changamoto ya huduma ya maji Morogoro. Kwa tunatarajia uwezo wa kuzalisha maji baada ya kukamilisha miradi hii tutaweza kuzalisha lita milioni 107 kwa siku, ambayo itazidi mahitaji ambayo tunatarajia kuwa nayo kufikia mwaka 2030 ya lita milioni 96. Sisi MORUWASA tutaendelea kubuni interventions mbalimbali za kupanua huduma ya maji ili tuweze kuendana na ongezeko la watu. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Ukarabati wa mradi wa usambazaji maji kwa kutumia nishati ya jua katika mji wa Kibiti unaotekelezwa na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA kwa gharama ya shilingi milioni 312.8 umeongeza upatikanaji wa huduma ya maji kutoka siku 1 hadi siku 4 kwa wiki kwa wakazi wa eneo hilo. Margaret Malisa anafuata na taarifa kamili. Taarifa hiyo imetolewa na meneja wa RUWASA wilaya ya Kibiti, mhandisi Ramadhani Mabula, wakati wa ziara ya mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi ya CCM Taifa, Comrade Fadhili Maganya, akiwa katika wilaya ya Kibiti. Ukarabati wa mradi huu ni kutatua changamoto ya maji Kibiti mjini kwa kuhakikisha serikali ya awamu ya 6 inamtua mama ndoo kichwani. Akizungumza mara baada ya kukagua mradi huo, mwenyekiti huyo wa wazazi taifa aliwapongeza RUWASA kwa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi na kuwataka kuendelea kuongeza hali ya upatikanaji wa maji hadi kufikia 95.56 kama ilani inavyoelekeza. Na mmeshafikia pahala pazuri. Kama mko 77.2 mnatafuta ngapi kufika 95? Mnatafuta 18 na bado tuna muda. Kwa hiyo endeleeni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma hizi za maji, na maji sote tunajua ni uhai. Mkuu wa wilaya ya Kibiti Kanali Joseph Kolombo akatoa taarifa ya miradi mbalimbali, huku baadhi ya wananchi wakishukuru serikali kwa utekelezaji wa miradi wilayani humo. Tuna miradi 13 ya miradi ya maji ambayo yenye zaidi ya bilioni 8 kadhaa imeletwa ndani ya wilaya. Tunashukuru serikali. Tunashukuru kwa juhudi zinazoendelea za maji, ila kwa juhudi zinazoendelea tunaomba tupate maji kwa kila siku, maana maji ndio kila kitu, ndio uhai. Mama Samia ametusaidia kuongeza maji Kibiti, ila kubwa zaidi maji mwanzo tulikuwa tunapata shida, sasa hivi kidogo tunapatikana kwa wakati. Margaret Malisa, Channel 10. Wananchi wa mikoa ya Kilimanjaro, Arusha na Manyara
iliyopo kanda ya kaskazini wamehimizwa kuendelea kulinda amani na utulivu kwa kuwa ndio msingi wa ukuaji wa kiuchumi katika mikoa hiyo inayosifika kama kitovu cha utalii ambao ni miongoni mwa vyanzo vikuu vya mapato ya nchi. Ahmadi Nandonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Mheshimiwa David Silinde, naibu waziri wa kilimo, anawasili na kuzindua maonyesho ya 32 ya 88 kanda ya kaskazini yanayofanyika katika viwanja vya Themi Njiro jijini Arusha. Baadaye akatembelea katika mabanda na kujionea uzalishaji unaotokana na shughuli za kilimo. Na kisha akazungumza na wananchi waliojitokeza katika viwanja hivyo na kusisitiza suala zima la kulinda amani ya nchi. Arusha mnatakiwa muongoze katika kulinda amani ya nchi yetu. Hii haikwepeki. Asilimia kubwa ya watalii wanakuja kanda ya kaskazini. Sasa mnapovuruga amani ya kanda hii, manake mnavuruga biashara zenu, mnavuruga maisha yenu. Tunatarajia mwananchi wa kawaida kuwa wa kwanza kukemea vitendo vyovyote vinavyoweza kuathiri amani ama uvunjifu wa amani katika taifa letu. Naibu Waziri Silinde alimwakilisha Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo katika maonyesho ya 88 kanda ya kaskazini anawataka wakulima nchini kutumia mbinu za kisasa za uzalishaji ili kuongeza tija katika kufikia malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050. Mkulima na mfugaji wanapaswa kufahamu mahitaji ya soko, ikiwemo nini kinahitajika, kwa kiasi gani na kwa ubora gani. Kwa kufanya hivyo, uzalishaji utaweza kuendana na mahitaji ya soko na kuwa na tija na uhakika wa kupata masoko. Duniani kote utaratibu sasa hivi umebadilika. Tunaanzia sokoni ndio unarudi shambani. Awali akizungumza wakati wa maonyesho hayo, Katibu Tawala Mkoa wa Arusha Toba Nguvila amesema zaidi ya washiriki 500 kutoka Arusha, Kilimanjaro na Manyara wataonesha bidhaa zao. Tunatarajia kuwa na uoneshaji zaidi ya 500. Tunatarajia kufanya paredi ya mifugo tarehe 5 Agosti 2026 kwa lengo la kuonesha thamani na ubora wa mifugo. Maonyesho ya 88 na mashindano yanayofanyika kupitia maonyesho haya yameendelea kuwa chachu muhimu ya kuongeza tija, kuhamasisha ubunifu, kuibua teknolojia bora. Ahmad Nandonde, Channel 10, Arusha. Taasisi ya Large Foundation kwa kushirikiana na Baraka Foundation kutoka nchini Canada wamewezesha upasuaji wa matibabu ya watoto 30 wenye matatizo ya mgongo wazi na vichwa vikubwa waliopo katika taasisi ya mifupa Muhimbili Moi. Zungumza jijini Dar es Salaam kuhusu msaada huo, makamu mwenyekiti wa Large Foundation Muhammad Damji amesema taasisi yake inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali katika sekta za afya, elimu na ustawi wa jamii, ambapo amesisitiza umuhimu wa elimu kwa jamii kuhusu matumizi ya virutubisho vinavyoshauriwa na wataalamu wa afya ili kupunguza uwezekano wa watoto kuzaliwa na changamoto ya mgongo wazi. Tuna furaha kubwa ya kuweza kushirikiana na wenzetu wa Moi kuwafanyia upasuaji watoto wenye changamoto za mgongo wazi ili waweze kupata tiba na waweze kuishi maisha ambayo ni mazuri. Tunafurahi pia kushirikiana na taasisi ya Baraka Foundation kutoka Canada ambao tumeungana nao pamoja katika jambo hili. Kwa upande wake, daktari wa watoto wenye vichwa vikubwa na mgongo wazi kutoka taasisi ya mifupa Moi, Irene Mutaguzina, amebainisha kwamba changamoto hiyo husababishwa na ukosefu wa vitamini ya folic acid kwa mama wajawazito, ambapo ameshukuru kwa msaada huo uliowezesha matibabu ya watoto hao. Watoto wenye mgongo wazi changamoto hiyo wanaipata sababu ni ukosefu wa vitamins ambazo zinaitwa folic acid mwilini, ambazo zinapatikana kwenye vyakula ambavyo tunakula vya asili, lakini pia mama akiwa mjamzito huwa anashauriwa kutumia folic acid akiwa na miezi 3 kabla ya kujifungua, na mpaka anapokaribia kujifungua. So mama wengi ambao hawajaweza kupata folic acid au wanakuwa na upungufu wa folic acid na wapelekea kupata changamoto ya kuzaa watoto wenye mgongo wazi. Watoto ambao wanazaliwa kwa mwaka wenye kichwa kikubwa na mgongo wazi Tanzania
idadi hii imeongezeka zaidi mpaka imefikia 7,500 kwa mwaka. Changamoto ni kubwa kwa sababu familia za watoto hao wanatoka kwenye familia duni, yani watoto hao wanatoka kwenye familia duni ambao wanashindwa kukidhi mahitaji. Kwa yote tunayopitia, tunashukuru UMOI pamoja na Raji kwa yote wanatusaidia. Serikali imeshauriwa kutunza na kuboresha vivutio ambavyo vimeshasahaulika, ikiwemo handaki la mpigania uhuru kutoka nchini Msumbiji hayati Samora Sheri ambalo lipo ndani ya shule ya sekondari Samora jijini Mbeya ili kuongeza mvuto na kukuza sekta ya utalii nchini. Taarifa Rozi Chapewa inafafanua zaidi. Wanafunzi wa vyuo vikuu kutoka mkoani Mbeya ambao wameifanya utalii kwenye vivutio mbalimbali vilivyomo ndani ya mkoa huo wanatoa ushauri huo kwa serikali baada ya kubaini uwepo wa baadhi ya vivutio ambavyo vimesahaulika wakati wakiandaa makala, picha na video za kutangaza vivutio kwenye shindano ambalo limeandaliwa na taasisi inayojishughulisha na miradi bunifu yenye matokeo chanya kwenye jamii, TICON. Kuna baadhi ya vivutio havijapewa usimamizi mahiri, nikimaanisha kwamba vipo lakini havijapewa jicho na kuweza kutunzwa ili viendelee kuleta mvuto kwa watalii mbalimbali. Mfano mzuri, kivutio cha utalii kama shule ya sekondari Samora, lile handaki tulilonalo pale, lile handaki linahitaji maboresho, linahitaji usimamizi mzuri ili liweze kuwa kivutio kizuri cha utalii. Watanzania wenzangu, muweze kutembelea vivutio vya utalii vya ndani. Hapa Mbeya vivutio vya utalii viko vingi, lakini sio Mbeya peke yake. Tanzania nzima vivutio vya utalii ni vingi na najua wengi hawavijui. Nimezungumza na mwandaaji wa shindano hilo na mkurugenzi wa TICON Aman George, anaeleza dhumuni la kuanzisha shindano hilo katika ngazi ya vyuo vikuu. Watu kutoka nje, unakuta mtu anaelezea vizuri sana kuhusiana na Tanzania, anaelezea vizuri sana, tukashangaa kwa nini wao wanaweza, sisi kama wa Tanzania hatuwezi kusimulia vizuri. Kwa tukapata wazo la kuanza kuwashirikisha wanafunzi wa vyuo vikuu kwamba na wao wawe sehemu ya kutangaza utalii na kusapoti serikali, lakini pia na wao kupata fursa kwenye utalii. Kama viongozi wetu wote tusapoti hivi vyuo vitano, lakini sio hivyo tu, tunaomba na vyuo Mbeya ina vyuo vikuu vingi sana na vyuo vya kati. Kwa hiyo tunaomba na vyuo vingine viweze kushiriki katika kuandaa hizi makala ili tutangaze utalii mbali. Vyuo vikuu vitano mkoani Mbeya vimeshiriki shindano hilo ambavyo ni Mzumbe, TIA, Musti, KUOM na TEKU pamoja na mwanafunzi mmoja, na chuo kikuu cha Musti ndiyo kimeibuka mshindi wa kwanza kikifuatiwa na Mzumbe. Kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Na taarifa hiyo ya Rozi Chapewa inatuwekea tu kwenye habari za kitaifa na kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na burudani.